Karibuni katika parokia ya Mtakatifu Yakobo Mtume Mwangika. Mpenzi mtazamaji, karibu katika makala fupi ya parokia Mwangika. Parokia hii inapatikana katika Jimbo Katoliki la Geita, lakini ina bahati ya kuwa na hali ya hewa ya kiikweta ambayo hupata mvua karibuni zaidi ya robo tatu ya mwaka mzima na kusababisha uoto mzuri wa asili, mito pamoja na miti inayostawi vizuri na kufanya maeneo ya huku Mwangika kilimo kiweze kuanza mapema kabisa, takribani mwezi wa 8 wa 9. Ukanda wa Mwangika ni ukanda ambao unajishughulisha na kilimo cha miti ya mbao aina ya mikaribea, na shughuli hizi za upandaji wa miti ya mbao umekuwa ndio shughuli kubwa kabisa za kiuchumi za watu wa huku, ambazo zinawaletea fedha na mapato aina mbalimbali. Miti ya mikaribea huchukua takribani miaka 6 mpaka miaka 10 kufikia ukomavu kamili, lakini hata hivyo baadhi ya wakulima huweza kuiacha miti hiyo kwa hata miaka 25 mpaka ifikie ukomavu mkubwa kabisa. Na hapa mtazamaji, basi tumefika sehemu ambayo ni kiwanda cha mbao. Kama unavyoona, magogo yote haya ni uvunaji wa mbao ambao ni matokeo ya utunzaji wa misitu, na hii inasaidia sasa wananchi wengi kunufaika na mbao, kutengenezea mabenchi, milango, nyumba. Na hapa basi tutakuleta moja kwa moja kwa mtaalamu wa shughuli hii, atajitambulisha na atakwambia. Kwa jina naitwa Joshua Joshua Fumbika Misana. Nipo wilaya Buchosa kwa Mwanza. Tupo kwa ajili ya hichi ni kiwanda cha Shija Abdalla Masaga. Tunajishughulisha kwa ajili ya kuchakata mbao. Mbao zenyewe zipo kwa ajili ya kusafirisha sehemu mbalimbali kama mkoa wa Mwanza, Geita, Arusha, Mara, yani mikoa mbalimbali tunasafirisha kutokana na ubora wa mbao. Kiwanda kipo muda mrefu kidogo, na hichi itakuwa kwenye 2008 2007. Kipo kwa ajili ya kuchakata mbao, na moja ya mchakato huo unanufaisha vijana walioko mazingira haya. Moja ya faida hiyo. Pili, inarahisisha ajira kwa vijana, kuepukana na mambo mbalimbali kama vile wizi, na zinazozalishwa hapa ni mbao za tofauti tofauti. Kwa mfano 2x2, 2x3, 2x4, 1x6, 1x8, 1x10, 2x6. Na hizo mbao ni kwa ajili ya kuwezekea majumba, kutengenezea milango na mambo mbalimbali tu ya kutengenezea kutokana na hizo mbao zinazozalishwa hapa. Ya manufaiko makubwa ni serikali. Kwanza inachukua mbao hapa na kuuza na kuweza kujengea mashule, hospitali, sehemu mbalimbali za serikali, na kote inachukua huko mbao naenda kutengenezea. Tunalizia kwa kualika ndugu wa Tanzania wote kwa ujumla, ili tuweze kupambana kupanda miti, maana miti ndio inasaidia vitega uchumi vingi, na serikali tunahamasisha iendelee kufanya jukumu la kupanda miti sehemu mbalimbali, na maana miti ndio inasaidia uendeleaji wa maendeleo katika jamii. Basi mtazamaji, tumesikia juu ya kiwanda hiki cha mbao ambacho kinapatikana katika hili eneo la wilaya ya Buchosa, maeneo haya ya Mwangika. Yote haya hizi ni faida za utunzaji wa misitu na upandaji wa miti. Na hivi basi tunaona kwamba haya magogo makubwa yanapatikana kwenye misitu inayopatikana hapa Mwangika. Tukumbuke kwamba mbao mpaka sasa ndio inatumika kwa matumizi mengi, kutengeneza mabenchi katika mashule yetu, katika furniture, top za milango, kufanya urembo wa aina mbalimbali. Wengine wanaweka hata zile ceiling board. Mbao zinatumika kwa ajili ya kutengeneza viti vya kukalia, madirisha, milango na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo kumbe, ndugu zangu, katika hii makala inayokujia kutoka idara ya mawasiliano Jimbo Katoliki la Geita, inatuhamasisha tuendelee kuangalia faida za misitu. Na kumbe wewe Mtanzania, ninyi walimu katika mashule ya msingi, shule za msingi na sekondari, lakini pia shule za kanisa na taasisi, tuanze kupandikiza
moyo wa kupanda miti liwe ni somo kwa wanafunzi wa darasa la kwanza, darasa la pili, darasa la tatu. Walau kila mwanafunzi afundishwe kupitisha hata miti mitatu kwa mwaka, apewe miti yake, anakuwa anaimwagilia kila siku, na kwa kufanya hivyo basi apande miti pale shuleni. Kama shuleni nafasi ni ndogo, apande miti nyumbani, na kwa kufanya hivyo tuendelee hili somo la utunzaji wa mazingira, kwani faida zake ndizo hizi. Endelea kufuatilia makala hii inayoletwa na Jimbo Katoliki la Geita. Maeneo haya ya Mwangika katika wilaya ya Sengerema ni maeneo ambayo yamejaliwa uoto wa asili wa miti aina ya mikaribea kwa zaidi ya 75%, ambapo watu wengi sasa wanapofanya kilimo cha kawaida cha mahindi, maharage na karanga huweza pia kujishughulisha na uoteshaji wa miti. Licha ya kwamba miti ina faida ya kuleta kivuli, mvua, lakini pia kuni na mbao, lakini pia miti ina faida ya kupendezesha mandhari na kufanya mahali paonekane pazuri. Maeneo haya ya ukanda wa Mwangika Sengerema yamejaliwa mabonde mazuri yenye hali ya hewa ya kiikweta ambayo huwa na mvua karibuni mwaka mzima na kuwa na uoto wenye miti mirefu namna hii, hasa miti aina ya mikaribea. Miti mingi hupandwa karibu kwa ajili ya kutumia kanuni ya ushindani, yani the law of competition, ambayo hii law of competition inasaidia ile miti tu inayofanikiwa kupata mwanga wa jua hunyooka na kuwa minyofu. Isipopata mwanga wa jua haitaweza kupenya na kuishinda mienzake. Miti hutumia kanuni ya survival of the fittest. Msitu wa Buhindi katika wilaya Sengerema ni msitu ulioanza kwa takribani zaidi ya miaka 70 iliyopita, ambapo hadi miaka ya 1950 tayari upandaji wa miti ulikuwa umeshaanza katika maeneo haya ya Buhindi katika wilaya ya Sengerema. Sasa shamba la misitu la Buhindi linasimamiwa na mamlaka chini ya idara ya misitu wilayani Sengerema na mkoa wa Mwanza, na inaendelea kuwa ni hazina kubwa ya mkoa wa Mwanza, ambapo miti hili la Buhindi ndio huweza kutumika kwa matumizi mbalimbali viwandani na majumbani. Na kama unavyoona mtazamaji, sasa mradi wa uvunaji wa ubani, kama unavyoona miti iliyoshughuliwa, umekuwa ni mojawapo ya shughuli kubwa ya kiuchumi, ambao ubani huu husafirishwa na kuuzwa mpaka maeneo ya China na sehemu nyingine kwa ajili ya kutengenezea bidhaa mbalimbali for domestic use. Kila mara uvunaji wa miti unavyomalizika kwa kukata kwenye kitalu maalumu na kwenda kuikata na magogo ya mbao kama tulivyoona, uandaaji wa shamba jipya huanza kwa njia ya kung'oa visiki na kuvichoma moto, lakini pia upandaji wa mazao kama vile mahindi na maharage, ambamo ndani yake pia hutumia fursa hiyo kuanza kuotesha miti michanga. Na kisha sasa, mtazamaji, eneo maarufu sasa katika parokia ya Mwangika ni kijiji maarufu cha Bupandwamhela, ambapo hapa ndipo panaendelea kuwa kilele kabisa cha shughuli za upandaji wa miti ya misitu, miti inayotuletea mbao aina ya mikaribea, ambayo hali ya hewa ya maeneo haya inasapoti sana shughuli hii ya kiuchumi. Na sasa nakukaribisha rasmi katika kijiji cha Bupandwamhela. Hapa ndipo Bupandwamhela katika parokia ya Mwangika.
Hapa ndipo katika mji wetu wa Bupandwa Mela hapa.